Hot busy tena, siku nyingine tena iliyokuwa nzuri kabisa, lakini sio siku nzuri sana kwa baadhi ya mashabiki wa mpira, mashabiki wa soka, hasa kwa wana Simba Sport Club. Na sisi kama wana Hot busy tumeamua sasa twende tukazungumze nao mambo mawili matatu, hasa kile ambacho kilichotokea siku ya jana pale katika viwanja vya Benjamin Mkapa kati ya Simba Sport Club pamoja na Esperance de Tunis siku ya jana, baada ya kugawana pointi, kwa maana pointi moja, 2-2, lakini mbili zisizotegemewa kwa wana Simba Sport Club. Nimekutana na mwamba ambaye jana ametrendi sana mitandaoni na tumeamua kumfuata paka huku barabara ya Pugu huku, kama unakwenda Kisarawe. Tumeamua kuja kuzungumza naye mambo mawili matatu. Anaishi mbali kuliko, lakini jana alichokifanya uwanjani ni kikubwa kwa ajili ya maslahi ya furaha yake ya mwili wake na familia yake. Bwana, kwaje? Fresh. Pole sana. Asante sana. Pole sana by the way. Asante sana. Ilikuwaje paka kufanya kitu kama kile, kujitoa muanga zaidi, kufanya kitu kizito kama kile, kwa maana ya kutaka kumvamia mwenyekiti wa Simba Sport Club kwa maana Murtaza Mangungu? Ile kitu, yani kwa hisia zako tu ilikuwaje? Nina mengi sana. Yani nina mengi sana, machungu mengi ya timu, machungu mengi ya tunayoyapitia katika klabu yetu ya Simba. Kwa hiyo sijui niseme nini yani. Nilikuwa katika situation moja mbaya sana jana. Kwa mpaka unaona kwamba namkosa Makonzi Mangungu. Nilikuwa katika situation moja mbaya sana ya machungu sana. Ulikuwa katika situation moja mbaya sana ya machungu sana, lakini mwanzoni tuliona pale mlishinda kwa maana kipindi cha kwanza. Hali yako ilikuwaje? Ilimfikiria Mangungu kwa maana yani kama itafanya tutakuwa vibaya, tutamziaki zaidi Mangungu? Mimi nilijua Mangungu amesajili wachezaji wazuri ambao ametuletea. Umeelewa? Kumbe wachezaji Mangungu wameenda sokoni kutuletea wachezaji wao. Ina maana kwamba kumbe na yale magoli mawili ambayo tulifunga tulibahatisha. Umeelewa ndugu mwandishi wa habari? Kumbe Mangungu ameenda sokoni kutuletea wachezaji wa bei ya jioni. Ameenda sokoni kutuletea wachezaji wanavaa shanga. Mangungu huyu. Umeelewa ndugu mwandishi? Utamaduni wa watu. Huo sio utamaduni wetu wa Tanzania wa Afrika wa kuvaa shanga. Mwanamume unavaaje shanga? Dunia sasa hivi imeharibika, kwa sababu dunia sasa hivi ambayo tunaishi katika kipindi cha mwisho cha Sodoma na Gomora. Kwa hiyo unapomuona mwanaume amevaa shanga, kwa maana gani, kwa mantiki gani? Hiyo ni kuiaibisha timu. Ni kutuaibisha sisi mashabiki wa Simba, kwa sababu unapopita mtaani mnaambiwa kwamba kumbe nyewe mnavaaga shanga. Jana malaika wa Simba amevalishwa shanga uwanjani pale. Umeelewa? Sasa mwanaume anavalishwa shanga na mashabiki wa Yanga ni kwa sababu gani? Yote amesababisha Mangungu. Yote amesababisha Mangungu. Maana ukaona kabisa kwamba hapa kwa kumwambia tu haitotosha. Izile jinsi unavyoona mimi jana nimemkosa Makonzi Mangungu pale, umeelewa? Kuna wana Simba wengi wenye hasira kubwa, wenye hasira nyingi. Umeelewa? Yaani mimi unaona mimi nimewakisha kwa kidogo, lakini kuna wengine wangefanya zaidi. Kuna mtu mmoja alishaye kusema kwenye press moja kwamba mimi naomba nitafute mabomu. Umeelewa Nikikaa nivae mabomu nikiwa karibu na Mangungu na bora nijilipue. Umeelewa? Kwa hiyo ni kwamba sio kwamba anamaanisha, ila zile hasira, kwa sababu yeye ana uchungu na Simba. Simba yeye afaidiki na chochote. Umeelewa? Ina maana yeye kwamba furaha yake ni mpira. Simba haimpi hela, lakini akina Mangungu wenyewe wanaendesha malenji. Wana maisha mazuri kwa sababu ya Simba. Umeelewa? Lakini sisi mashabiki furaha yetu ni kuona Simba inafanya vizuri. Kimfano mimi ndugu mwandishi wa habari hapa, hasira za jana mpaka nikamkosa Makonzi Mangungu. Umeelewa? Mimi baba mwenye nyumba yangu ni Yanga. Umeelewa? Nimeenda kumlipa 600,000 kodi ya mwisho wa mwezi. Sasa kuna ahadi ambayo tulikuwa tumeahidiana kwamba nitafuzu, nitamfunga Experience. Lakini mimi kwa kuamini kwamba Mangungu amesajili wachezaji wazuri, kwa kuamini nikajua kaza kwamba Experience hapa lazima afe. Kwa sababu nikaangalia wachezaji aliowaleta Mangungu, nikajua kaza kwamba ni wachezaji wazuri. Umeelewa? Kumbe ni wachezaji ya bei ya jioni, hana timu yapo tu ambao ameenda kuyavutafuta Mangungu akayarudisha. Sasa nikamwambia baba mwenye nyumba, hii hapa nakupa 600,000. Kwa hiyo 600,000 hii hapa, kama nisipofuzu nisipomfunga Experience, hii 600,000 chukua mimi na hama kwako. Umeelewa? Na mimi nikimfunga Experience nakuja nachukua 600,000 yangu ambayo ni miezi 6. Halafu mimi nakaa bure miezi 6.
Umenielewa sasa? Kumbe hasira zilikuwa na mengi. Sasa nimemwona Mangungu anatoka ile jana, ameniletea machezaji yake yale ya ovyo, yameleta makibabage, yameleta machama pale ambayo hana namba Black Singida Big Star, kuna anakaa benchi, akarudisha Simba kama basketi ya kujifunzia. Umenielewa? Nilipomwona Mangungu anatoka jana nikapata hasira sana, ndio maana nikamrukia kidogo nimpige yale makwenzi, na bahati nzuri alitoka na ulinzi mkubwa Mangungu jana, kwa sababu ya hasira kistangu imeliwa. Umenielewa? Kwa hiyo ina maana mimi nitakuwa nikifika jana, nimefika baba mwenye nyumba nimemkuta amefunga mlango, nihame au niongeze kodi nyingine $600,000, lakini yote ni kwa sababu ya Mangungu. Umeona ndugu mwandishi wa habari? Mpaka sasa hivi hapa ikabidi niondoke jana kwa baba mwenye nyumba, kwa sababu nimekuta amefunga pale, anataka nimpe $600,000 yake tena. Na hiyo nilifanya kwa kuamini Mangungu amesaidia wachezaji wazuri. Kumbe ametuletea machezaji mengine hadi anavaa shanga. Hiyo ni kutuaibisha. Kwa Mangungu hana uzalendo na Simba. Mangungu mimi ninavyoona kama anatumika na nyuma mwiko. Kwa hiyo sasa misha alizozifanya zote karibia misimu 4 ambayo kwamba hatujambulia chochote, hatujapata chochote, bali tumeambulia kufungwa na Yanga mara 6. Azam ametufunga mara 2. Yani Simba imeshakuwa basketi kujifunzia kwa sababu ya Mangungu. Umeelewa? Kwa hiyo sasa Mangungu aondoke. Lakini leo kulikuwa na press kubwa sana. Young Africa wameita waandishi pale wengi sana, na kulikuwa na press kubwa sana pale Jangwani. Na hiyo press imeambatanika na